Naam, hujambo na karibu tena. Ni wakati mwingine tena tunakutana hapa, tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali. Pasina shaka upo salama kabisa. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, John Heche, ametuma ujumbe kwa serikali na kuiambia serikali ya kwamba haitaweza kukiua chama cha Chadema. Tumeona nyundo ambazo Chadema wanapigwa katika kipindi hiki ambapo Chadema wako bize na kampeni ya no reforms no election, huku mwenyekiti wa chama Tundu Lissu akiwa yupo gerezani, kesi ya uhaini ambayo inamkabili bado ikiwa inaendelea. Na kwa sasa John Heche ni kama ndiye kiongozi mkuu wa Chadema kwa sababu mwenyekiti Tundu Lissu hayupo, hivyo makamu mwenyekiti ndiye kiongozi mkubwa kwa sasa Chadema, huku watu wengi wakijitokeza kwenye mikutano ya hadhara kwenye kampeni ya no reforms no election. Tumeona kilichotokea Mwanza ambapo watu walijitokeza wengi sana, na hata mkutano ulipomalizika, licha ya kwamba kulikuwa kuna taarifa ya kwamba jeshi la polisi wamepanga kumkamata John Heche, watu walimsindikiza John Heche kwa shangwe kubwa na sauti zilisikika, hakuna wa kumkamata, wengine wakisema piga hao. Hii ni ishara ya kwamba wananchi wamechoka kamata ya viongozi. Lakini pia tukaona Serengeti jana pia shangwe lilikuwa ni kubwa mno kwa makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema John Heche, lakini wakati huo msajili wa vyama vya siasa akatengua uteuzi wa wajumbe 8 ambao waliteuliwa na Tundu Lissu tarehe 22 ya mwezi wa kwanza, akiwemo katibu mkuu John Mnyika, lakini pia na wengine 7 kama Dr. Lugemeleza Nshara ambaye pia alipewa nafasi ya kuwa mwanasheria mkuu wa chama cha Chadema, lakini pia Godbless Lema pamoja na Rozi Mayemba. John Heche akasema kwamba msajili wa vyama vya siasa hawezi kuwapangia Chadema nani awe kiongozi nani asiwe kiongozi, hivyo akamwambia kabisa kwamba kama ukitaka kifute chama cha Chadema, lakini huwezi kutupangia nani na nani wawe viongozi. Sasa ameamka na kitu kikubwa mno na ujumbe mzito kwa serikali ya kwamba hamtaweza kukiua chama cha Chadema. Kupitia mitandao yake kijamii, ukipita katika mtandao wa X zamani Twitter, lakini pia katika akaunti ya Instagram, makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema bara John Heche ameandika yafuatayo: wakati wa utawala wa makaburu Afrika Kusini, chama cha ANC kilichokuwa kinapigania kuondoa ubaguzi kilifanyiwa kila aina ya ubaya na serikali ya ubaguzi. Watu weusi waliuawa kwa wingi, wanasiasa na wanaharakati wa ANC kama Solomon Marangu mwaka 1979, David Sibeko mwaka 1979, Joe Kabi mwaka 1981 na Griffy Msinge mwaka 1981. Wanafunzi waliuawa kule Soweto wakidai mabadiliko, wengi walipoteza viungo vyao vya mwili. Viongozi kama kina Nelson Mandela walitakiwa kunyongwa kwa kesi ya Rivonia, mwisho walifungwa maisha na wakakaa gerezani kwa miaka 27. Katikati ya mashambulizi haya, chama cha ANC kilifutwa na dola ya makaburu. Hakikuruhusiwa hata watu kutamka neno ANC, yani haikuruhusiwa hata watu kutamka neno ANC. Makaburu walifanya hivyo wakiamini watu watakata tamaa na wataiacha ANC. Hawakujua kwamba ndio wanaijenga zaidi na kufanya ipendwe zaidi na watu. Leo Chadema inapitishwa kule kule walikopita ANC. Viongozi wetu wanauawa, wengine wanatekwa na kupotezwa, kina Mdude, Soka, Kipanya na wengine wengi sana. Mwenyekiti wetu yuko gerezani kwa maneno ya uongo. Serikali kwa kutumia msajili nataka kuifuta Chadema. Wanatumia vibaraka kwa kuwapa pesa waoneshe kwamba Chadema inakufa. Chadema hii wakati wa Rais Magufuli waliondoka mamia ya madiwani, wabunge na hata viongozi wa ngazi za wilaya na vijiji, eti wanaunga mkono juhudi, wala Chadema haikufa. Chadema ina imani ya Watanzania, wanazidi kuifanya ipendwe zaidi na kuwa imara zaidi.
mikutano yetu, michango ya wananchi shilingi 200, 500, 1000 inathibitisha mapenzi ya watu kwa chama chao. Hazina yako ilipo ndipo moyo wako ulipo, ndiyo maana ya michango hii. Nawaambia serikali hamtaweza kuiua Chadema. Hiki ndicho alichokiandika makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema bara John Heche. Lakini kama unakumbuka, nilikuambia hapa juzi, hawa viongozi na wanachama ambao kwa sasa wanahama na kuondoka Chadema, wanachokifanya zaidi ni kuiongezea Chadema mvuto, lakini pia watu wamekuwa kizidi kuifuatilia zaidi Chadema. Watu wanatoa maoni hapa kwenye posti hii ya John Heche. Huyu anasema, ukiwa bungeni uliwahi kulia na vijana wasio na ajira, mwisho wakapata ajira, wasije wakakusahau. Leo wasio na ajira wanapitia clips zako za utetezi, najua hawatakuangusha. Lakini pia mwingine akasema, kiongozi wangu, hitimisho la mwisho ungeandika kwa herufi kubwa. Lakini pia mwingine anasema kwamba kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Chadema haiwezi kufa. Lakini pia mwingine amewataji hapa John Heche, Godbless Lema, John Mnyika, Tundu Antipas Lissu na Amani Golugwa. Mungu awajalie mpate nguvu, nyie ndio tunawaamini, hamwezi kutosaliti, tunawapambania, tutawapambania sana, tuko nyuma yenu wakuu. Lakini pia mwingine akasema, John Heche, wewe ni jembe haswa, Chadema ni tunu, Mungu awalinde wote mnaopigania haki ya kweli. Lakini pia mwingine anasema kwamba yes, Chadema ina imani, wakitaka kujua hilo, uchaguzi uwe wa huru na haki ufanyike, waone watakavyogalagazwa mchana kweupe. Lakini pia mwingine anasema Chadema ni mpango wa Mungu kwenye hii nchi, ili kuiua basi wanatakiwa kumuua Mungu kwanza. Lakini pia mwingine anasema Mungu bariki wapambanaji wetu. Lakini pia mwingine anasema Chadema ni chama imara sana, viongozi msikatishwe tamaa wakati wa ushindi uko karibu sana. Lakini pia mwingine anasema Chadema ni chama teule, kwa hiyo kukiua ni kazi kweli kweli. Lakini pia mwingine anasema Chadema itakufa ikiwa tu Watanzania tutakufa wote. Lakini pia mwingine anasema nasubiri kwa hamu nondo zako hapa Bunda Mkuu, nitakuwa mbele kabisa nikishuhudia harakati za ukombozi wa taifa letu, viva Tanzania. Lakini pia mwingine anasema ya kwamba mimi ni mfuasi wa mabadiliko, ndo maana familia yangu, ukoo wangu, ndugu zangu, marafiki zangu, majirani zangu na wote tuliosoma pamoja, wote kwa pamoja tunaongea kauli ya no reform no election. Lakini pia mwingine anasema hujuma mnayofanyiwa Mungu atalipa. Mimi ni CCM ila naumizwa sana na mnavyofanyiwa Chadema. Tunawaombea msirudi nyuma, CCM tunajikaanga kwa mafuta yetu. Kila mmoja ametoa maoni yake hapa kwenye chapisho hili la makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema John Heche, lakini akituma ujumbe kwa serikali ya kwamba haitaweza kukifuta chama cha Chadema. Una nafasi ya kutoa maoni yako pia katika taarifa hii, lakini pia niseme kwa taarifa nyingi zaidi, hakikisha ya kwamba unakaa karibu nasi kila wakati ili usipitwe na taarifa zote ambazo tunakuwa tumeziandaa kwa ajili yako. Karibu tena, tukutane tena wakati mwingine.